Inaripotiwa kuwa ulinzi wa anga wa Israeli unaonyesha dalili za uchovu na haufanyi kazi tena dhidi ya mashambulizi makubwa kutoka nchini Iran, ambako kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu maarufu kama IRGC kimetumia silaha zake za kisasa na zenye nguvu zaidi, na risasi zao za makundi zinaendelea kuvunja mifumo ya ulinzi wa anga wa Israeli. Jimbo la Kiyahudi linatumia mifumo ya Arrow 3 kidogo kidogo. Chapisho lilibainisha ndio pekee wenye uwezo wa kuhakikisha ulinzi dhidi ya mvua kubwa, risasi na makombora kutoka nchini Iran, lakini akiba mifumo hii ni ndogo sana. Makombora 80 yalitumika kurudisha nyuma wimbi la kwanza la shambulio la kulipiza kisasi la Iran, huku mengine 50 hivi yakitumika wakati wa mzozo Juni iliyopita. Feo ameandika na mripoti hivyo, na uzalishaji ni wa polepole na pia itachukua miaka mitatu kuyajaza tena. Katikati ya uhaba wa Arrow 3, jeshi la Israeli linazidi kutumia mfumo wa ulinzi wa anga wa David's Sling. Hata hivyo, mfumo huu haribu makombora yanayoingia katika hatua ya mwisho ya njia yao, ambayo mara nyingi huwa imechelewa sana kuzuia kutolewa kwa risasi hatari za makundi. Hofu ya kuachwa bila ulinzi wa makombora ni kubwa ndani ya Pentagon na inaathiri kabisa nchi za Ghuba ya Uajemi, ambapo Marekani imetumia betri zake za ulinzi wa makombora za Terminal High Altitude Area Defense, yani THAAD, na vizuizi vya kawaida vya ACM-3 vilivyowekwa kwenye meli, pamoja na betri kadhaa za Patriot Pak-3. Katika saa 36 za kwanza pekee waliweza kurusha idadi kubwa. Makombora 80 ya THAAD yalitumika na mengine 150 yalitumika mwezi Juni, ikiwa ni theluthi moja ya jumla na inayopatikana, na chini ya 40 huzalishwa kila mwaka na hayatabadilishwa hadi mwaka 2030. Uchambuzi wa taarifa hii nitahitaji pia kukuonyesha mambo kadhaa kwa kina. Tutaangalia uhalisi wa kiufundi wa mifumo ya ulinzi wa anga, uwezo wa mashambulizi ya Iran, lakini pia mizania ya kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na athari zake kwa Marekani na washirika wake. Kwanza kabisa, madai ya kwamba ulinzi wa anga wa Israeli hauwezi kuhimili mashambulizi makubwa yanapaswa kuchunguzwa kwa tahadhari. Israeli ina moja ya mifumo ya ulinzi wa anga iliyoendelea zaidi duniani, ikijumuisha tabaka mbalimbali, hasa Iron Dome kwa makombora ya karibu, lakini pia ina David's Sling kwa ajili ya makombora ya kati, na pia ina Arrows ambayo ni kwa ajili ya makombora masafa marefu na makombora ballistic. Hii inaitwa Layered Defense System, ambapo kila mfumo unashughulikia tishio tofauti. Hivyo kusema mfumo wote umeshindwa moja kwa moja ni hitimisho kwamba ambalo linahitaji ushahidi madhubuti. Hata hivyo, hoja msingi hapa ina uzito, na hakuna mfumo wa ulinzi wa anga duniani ambao unaweza kuhimili mashambulizi ya saturation, yani mashambulizi ya wingi mkubwa kwa wakati mmoja. Kwa muda mrefu bila kuchoka, Irani imewekeza sana katika mkakati huu, kutumia makombora mengi kwa wakati mmoja ili kulazimisha mifumo ya adui kutumia akiba zake za haraka. Hili inaendana na falsafa ya kijeshi ya Irani. Badala ya kuwa na teknolojia bora zaidi, wanategemea wingi, urahisi wa uzalishaji na gharama ndogo. Kuhusu Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, ni kweli kwamba imekuwa ikiboresha sana uwezo wake wa makombora na drones. Wana aina mbalimbali za makombora ballistic, cruise missile na drones za kujitoa mhanga. Silaha hizi zinaweza kurushwa kwa wingi na kwa njia tofauti, jambo linaloweza kuifanya kazi ya mifumo ya ulinzi kuwa mgumu zaidi. Sehemu inayozungumziwa mfumo Arrow 3 Missile Defense System inaingia kwenye hoja ya akiba. Arrow 3 ni mfumo wa hali ya juu unaolenga kuharibu kabisa makombora ballistic nje ya anga. Huu ni mfumo ghali sana na kila kombora la kuzuia lina gharama kubwa zaidi. Hivyo hata kama una ufanisi mkubwa, tatizo huwa ni idadi. Huwezi kuwa na makombora yasiyo na kikomo. Ikiwa ripoti inasema makombora 80 yalitumika kwa wimbi moja na mengine 50 hapo awali, inaashiria kwamba matumizi yanaweza kuwa makubwa kuliko kasi ya uzalishaji. Hapo ndipo tunapata ukweli muhimu wa kijeshi. Kwanza, vita vya kisasa si tu juu ya teknolojia, bali pia juu ya uwezo wa kuzalisha viwandani, ama uwezo wa kuzalisha silaha kwa wingi. Ikiwa uzalishaji ni mdogo na matumizi ni makubwa, hata mfumo bora unaweza kulemewa kwa muda. Ripoti pia inataja matumizi ya David's Sling kama mbadala. Huu ni mfumo wa kati unaolenga makombora masafa ya kati na baadhi ya makombora ya ballistic. Hoja kwamba unafanya interception katika hatua ya mwisho ina maana kwamba wakati mwingine unaweza kuchelewa kuzuia madhara kamili, hasa kama kombora lina vichwa vingi au linaachilia vipande vidogo.
Hata hivyo, si sahihi kusema ni dhaifu, bado ni mfumo wenye uwezo mkubwa, lakini unategemea aina ya tishio. Sehemu muhimu sana ya uchambuzi huu iko kwenye ushiriki wa Marekani, Pentagon, ambako inaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu matumizi makubwa ya mifumo yake kama THAAD na Patriot Pak-3. THAAD ni mfumo wa juu unaolenga makombora ya balistiki katika hatua ya mwisho ya safari yao na ni muhimu sana kwa ulinzi wa washirika wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Ikiwa kweli makombora 80 ya THAAD yalitumika ndani ya saa 36, hayo ni matumizi makubwa sana kwa kuwa uzalishaji wake ni mdogo, yani chini ya 40 kwa mwaka kama ilivyodaiwa, basi kuna hatari ya kupungua kwa akiba. Hii ina maana gani kimkakati? Kwanza, inaonyesha kwamba vita vya aina hii vinaweza kuathiri uwezo wa Marekani duniani kote, si tu Israeli. Ikiwa akiba inatumika haraka katika eneo moja, maeneo mengine yanaweza kubaki hatarini. Kwa upande wa Iran, mkakati huu unaweza kuwa na mafanikio ya muda mfupi, lakini pia una mipaka. Kurusha makombora mengi kunahitaji akiba kubwa, miundombinu ya uzalishaji na ulinzi wa vituo vya kurushia. Ikiwa Israeli au washirika wake watajibu kwa mashambulizi ya moja kwa moja kwenye vituo vya makombora, uwezo huo pia unaweza kupungua kwa haraka. Kwa Israeli, changamoto kuu ni cost imbalance. Kombora la adui linaweza kuwa na bei nafuu, lakini kombora la kulizuia linaweza kuwa ghali mara nyingi zaidi. Hii inamaanisha kuwa hata ukifanikiwa kuzuia mashambulizi, bado unaweza kupoteza kiuchumi kwa muda mrefu. Hii ni changamoto ambayo hata nchi kubwa kama Marekani zinakabiliwa nayo. Pia kuna kipengele cha propaganda na vita vya taarifa. Taarifa kama hizi mara nyingi hutumiwa kuongeza hofu au kuonyesha udhaifu wa upande fulani. Iran inaweza kunufaika kisiasa kwa kuonyesha kuwa inaweza kuishinda Israeli, wakati Israeli inaweza kupunguza au kupinga taarifa hizo ili kudumisha taswira ya nguvu. Ukweli mara nyingi uko katikati. Kwa ujumla, uchambuzi wa hali hii unaonyesha mambo yafuatayo. Ulinzi wa anga wa Israeli bado ni imara, lakini si usio na kikomo. Mashambulizi ya wingi kutoka Iran yanaweza kuleta shinikizo kubwa kwa mifumo hiyo. Tatizo kubwa si teknolojia, bali akiba na uzalishaji wa silaha. Marekani inaathirika moja kwa moja kutokana na matumizi ya mifumo yake. Vita vya aina hii pia vinaweza kuwa vita vya muda mrefu vya kuchosha. Hitimisho kuu ni kwamba hakuna upande ulio na ushindi wa moja kwa moja katika hali hii, kwani Iran inaweza kusababisha shinikizo kubwa na kuonyesha uwezo wake, lakini Israeli bado ina mifumo ya juu na msaada mkubwa kutoka Washington. Hata hivyo, ikiwa mzozo utaendelea kwa muda mrefu na mashambulizi ya wingi yataendelea, basi hoja ya kwamba ulinzi wa anga unaweza kuchoka inakuwa na msingi wa kimantiki.